lakini kubwa kuliko ziara yetu ilikuwa ni kutembelea na kuangalia miradi. Na tumeanza siku ya Jumamosi, tulipita eneo la Gamboni, leo tuko Kinondoni, na kwa sababu ya ukubwa wake na kesho tarudi Kinondoni. Lakini tunaangalia miradi, tuna miradi ya aina tatu. Tuna miradi ambayo imetoka serikali kuu moja kwa moja, ambayo Rais Magufuli atoa fedha, lakini tuna miradi ya on source ambayo inasimamiwa na manispaa kutokana na vyanzo vyake vya mapato, lakini tuna miradi ya wadau wa maendeleo ambao wanaweza kawa ni wa ndani ya nchi yetu na wa nje wa nchi yetu. Kwa sisi kama mkoa tumekubaliana kufanya ziara ya kutembelea miradi yetu yote ya mkoa wa Dar es Salaam, ili tulinganishe taarifa tunaoletewa kwenye maandishi kama iko sawa na taarifa ya site. Leo tumepita kwenye wilaya yetu ya Kinondoni na tumeona miradi mingi na tunaona speed inakwenda vizuri. Mradi wa soko la pale Magomeni, tumeona mradi wa kituo chetu cha afya pale Kigogo, tumeona upande wa ujenzi wa barabara katika kata mbalimbali tulizopita, lakini mwisho tumekuja kuangalia zahanati yetu hapa Msasani. Katika ujenzi wa miradi ya afya, sisi kwenye mkoa wetu tuna miradi mikubwa mitatu. Tuna mradi ambao rais ameshatoa fedha ya ujenzi wa hospitali za wilaya, ambao kila wilaya, katika wilaya mbili tumepewa bilioni 3. Lakini pia tuna mradi wa ujenzi wa vituo vya afya. Moja wapo tumeenda kukiangalia Kigogo. Kitu walichofanya Kinondoni, wameenda hatua moja zaidi. Walinunua baadhi ya majengo. Maana yake katika ile kituo cha afya hakitakuwa tuna majengo 7 kama ilivyokuwa pale awali. Maana yake majengo yatakuwa yameongezeka na wananchi wa Kigogo watapata manufaa makubwa, kwa sababu Kigogo ina wakazi wasiozidi 70,000. Lakini kituo kile kilichokuwepo kwa kinahudumia zaidi ya wananchi wasiozidi 130,000. Maana yake walikuwa wanahudumia zaidi ya wananchi wanaoishi katika wilaya, katika kata ya Kigogo. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa ya kwamba speed wanaokwenda nayo na malengo wanayotupatia, sio muda mrefu au kwa lugha nyepesi, mwezi wa 6 tarehe 30 kituo chetu cha afya kitaanza kufanya kazi. Kwa nawapongeza, nampongeza DC kwa kasi na usimamizi mzuri katika hilo eneo, lakini pia kumtaka aendelee kuongeza nguvu zaidi ili ya malengo aliyojiwekea yaweze kutimia kwa wakati. Eneo la soko tumeliona pale Kigogo na Magomeni. Jambo moja ambalo nimewaambia walifanyie kazi, wasikubali mshauri wa mradi aendelee kubadilisha vipimo kila wanavyozidi kujenga. Tutaishia kwenye jengo ambalo hatukulitaka. Ramani ya mara kwanza ilikuwa ni ghorofa 4. Kumbe design waliotutengenezea haiendani na gharama zilizowekwa. Maana yake wamelazimika kushuka kuja kwenye ghorofa 3 plus ground. Sasa hivi vizimba ilikuwa ni mita 2 kwa 2. Mshauri wa mradi kabadilisha kaweka 1.5. Unapozidi kupunguza, hata kama ukiongeza vizimba, lakini unapoteza pia ubora. Hatuna fedha kila mwaka kwa tunajenga majengo yale yale. Kwa mkuu wa wilaya asimamia kuhakikisha kwamba hakuna utaratibu wa kubadilisha vipimo. Tukicheza na hao watu, mwisho wa siku tunaweza kujishia kwenye ile jengo lililoko pale Machinga Complex, ambao tumejikuta vizimba vimejengwa kwa kiwango ambacho hata mwananchi wa kawaida hawezi kufanya biashara. Kuna baadhi ya barabara ziko chini ya kiwango. Ukienda pale Barafu, Mbulahati, unaweza ukaona hali ilivyo. Kwa haya maeneo tunawataka mainjinia wetu watoe macho kweli kweli. Wakati mwingine washauri wa mradi wanashauri kwa namna ambavyo inawafeva wao wakishirikiana na mkandarasi. Lakini sisi ambao tunalipa fedha lazima sisi tuwe macho, na ndio maana tuna mainjinia wanaosimamia. Moja kubwa ambalo lazima tuifanyie kazi kama mkoa ni ujenzi wa barabara za DMDP, ambazo hizo wanajipangia wenyewe na kuamua wenyewe. Na mshangao mkubwa niliopata kwenye ziara yetu, barabara ya DMDP kwa kilomita 1 inajengwa kwa bilioni 2, wakati ni barabara ya mtaani. Ila barabara ya TANROADS kilomita 1 inajengwa kwa bilioni 1.2 mpaka bilioni 1.5. Manake barabara ya DMDP ina ziada ya milioni 500, pesa nyingi sana.
Mshangao mkubwa niliopata, pamoja na kuwa wanajenga barabara moja kilomita 1 kwa bilioni 2, iko barabara ya Makanya ambayo wameongeza yenye mradi wa bilioni 8 kwa bajeti ya mara ya kwanza. Sasa wameweka variation ya bilioni 5. Maana mradi umekwenda kwa bilioni 13. Tunawezaje kuongeza bilioni 5 wakati tunajenga kilomita 1 kwa bilioni 2? Maana ukichukua zile ukiongeza unajikuta kilomita 1 ya DMDP wanaosimamia wao ni zaidi ya bilioni 2.5. Maana kuna access ya bilioni 1 zaidi kwa ujenzi wa barabara ya TANROADS. Na tunajua TANROADS wanajenga barabara kubwa zinazobeba magari makubwa. Hili lazima tulikalie upya. Na bahati nzuri DMDP wako mkoani kwetu na wako kwenye wilaya zetu, lakini pia tutaomba mamlaka ya serikali za mtaa chini ya waziri wetu Jafo atusaidie kupitia upya kwa nini gharama zinajengwa barabara kwa gharama kubwa zaidi kuliko TANROADS. Lengo letu hapa ni kwamba hizi fedha za DMDP au za World Bank sio msaada. Hizi ni pesa za mkopo, tutalipa sisi wananchi, na lazima tuwe wakali kwenye usimamizi wa miradi yake, na hizo fedha zitumike kwa tija ya kuleta maendeleo kwenye barabara zetu. Sio barabara moja inajengwa kwa mabilioni ya fedha, alafu mwisho wa siku yale mabilioni yanaenda kwenye mifuko ya watu. Wametokaje kwenye bilioni 8 wakaenda mpaka bilioni 13? Na sheria ya Procurement Act inaongelea kifungu cha 15 kinaongelea habari ya variation isizidi 15%. Maana yake ukipiga hesabu bilioni 8 ukitafuta hii bilioni 5 iliongezeka ni zaidi ya 60%, inakwenda mpaka 70%. Hii ni nyongeza ambayo haiko kwenye utaratibu wa manunuzi. Na sheria inasema kama imezidi kiwango cha 15% lazima itangazwe upya. Sasa ukiuliza mshauri wa mradi anakuambia tukija kugundua design pale kuna chemichemi, haiwezekani chemichemi nyinyi mkatreat kwa gharama kubwa kuliko TANROADS. Hili ndio jambo ambalo tumelibaini kwenye ziara yetu. Na namuombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV, Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa, isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi.